Jeshi la Iran leo Jumapili, Julai 26 mwaka 2026 limetangaza kuwa limesitisha kwa muda operesheni zake za kijeshi za kulipiza kisasi dhidi ya majeshi ya Marekani, likisema uamuzi huo umetokana na kusitishwa kwa mashambulizi ya Marekani kwa siku 2 mfululizo. Tamko hilo limeibua matumaini ya kupungua kwa mvutano kati ya mataifa hayo mawili baada ya kipindi cha mashambulizi makali yaliyoongeza hofu ya kuzuka kwa vita vikubwa zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati. Msemaji wa jeshi la Iran, Amir Khamenei, amesema mkakati wa kijeshi wa Iran tangu kuanza kwa mzozo huo haujawahi kuwa wa kuanzisha mashambulizi, bali umekuwa wa kujibu kila shambulio linalofanywa dhidi ya nchi hiyo. Kwa mujibu wake, kutokana na Marekani kusitisha mashambulizi yake kwenye kipindi cha siku 2 mfululizo, Iran nayo sasa imeona hakuna sababu ya kuendelea na operesheni zake za kulipiza kisasi kwa sasa. Khamenei amesema kuwa hatua hiyo ni ya muda na haiashirii kwamba Iran imeondoa tahadhari zake za kijeshi. Amesema vikosi vya Iran vinaendelea kuwa katika hali ya juu ya utayari, vikifuatilia kwa karibu mienendo ya majeshi ya Marekani katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati. Ameonya kuwa iwapo Marekani itaanzisha tena mashambulizi dhidi ya Iran au maslahi yake, Tehran itatoa jibu la haraka na kali kwa kutumia uwezo wake wa kijeshi. Katika maelezo yake, Khamenei ameikosoa vikali Marekani kwa kile alichodai kuwa ni ukosefu wa mkakati wa wazi kuhusu vita hivyo. Amesema hata viongozi wa juu wa Marekani wameonekana kutokuwa na msimamo mmoja kuhusu hatua zinazopaswa kuchukuliwa dhidi ya Iran. Kwa mujibu wake, kauli zinazotolewa na rais wa Marekani Donald Trump zimekuwa zikitofautiana na baadhi ya matamshi ya maafisa wengine wa serikali, pamoja na hatua zinazochukuliwa na kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM, jambo ambalo linaonyesha kuwepo kwa mkanganyiko ndani ya uongozi wa Marekani. Aidha, msemaji huyo amesema Iran inaamini kuwa kusitishwa kwa mashambulizi ya Marekani kwa siku 2 mfululizo kunaweza kuwa ishara kwamba Washington inafanya tathmini mpya ya mkakati wake wa kijeshi baada ya operesheni za awali. Amesema viongozi wa Iran wanafuatilia kwa makini kila hatua ya Marekani, lakini hawatachukulia hali ya sasa kama mwisho wa mzozo hadi watakapojiridhisha kuwa hakuna tena tishio la moja kwa moja dhidi ya taifa hilo. Kauli hiyo ya jeshi la Iran imekuja wakati kukiwa na taarifa kwamba Marekani haijafanya mashambulizi mapya dhidi ya Iran kwa usiku wa 2 mfululizo, hali ambayo imeonekana kuwa tofauti na siku zilizopita ambapo kulikuwa na mashambulizi ya anga yaliyolenga maeneo mbalimbali yanayodaiwa kuwa ya kijeshi. Hata hivyo, hakuna tamko rasmi kutoka Washington lililothibitisha kuwa operesheni hizo zimesitishwa au kueleza sababu ya kutofanyika kwa mashambulizi hayo kwenye kipindi hicho. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa hali ya utulivu inayoshuhudiwa kwa sasa inaweza kuwa ya muda mfupi, kwani pande zote mbili bado zinaendelea kuwa na majeshi, silaha na mifumo ya ulinzi wa anga katika hali ya tahadhari. Kwa maoni yao, tukio lolote jipya la kijeshi au shambulio dhidi ya maslahi ya Marekani au Iran linaweza kurejesha haraka mapigano makali yanayoweza kuongeza hatari ya kuhusisha mataifa mengine ya eneo hilo. Katika kipindi cha wiki zilizopita, mzozo kati ya Marekani na Iran umeongeza wasiwasi mkubwa duniani kutokana na mashambulizi ya pande hizo mbili pamoja na vitisho vya kuendeleza operesheni za kijeshi. Nchi mbalimbali na mashirika ya kimataifa yameendelea kutoa wito kwa pande husika kujizuia na kurejea kwenye njia ya mazungumzo ili kuzuia mzozo huo usigeuke kuwa vita pana zaidi vitakavyoathiri usalama wa Mashariki ya Kati, uchumi wa dunia na usafirishaji wa mafuta kupitia njia muhimu za baharini. Ingawa hadi sasa Iran imesema imesitisha mashambulizi yake ya kulipiza kisasi kutokana na kusimama kwa mashambulizi ya Marekani, viongozi wa kijeshi wa Iran wameweka wazi kuwa uamuzi huo unaweza kubadilika wakati wowote ikiwa kutakuwa na shambulio jipya dhidi ya Iran. Hivyo, licha ya hali ya utulivu wa muda inaonekana sasa, mvutano kati ya mataifa hayo mawili bado unaendelea kuwa mkubwa, na hatima ya mzozo huo inategemea hatua zitakazochukuliwa na kila upande katika siku zijazo.
Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.